Ikiwa ni juhudi za kupambana na matumizi ya pombe haramu mjini Isiolo, maafisa wa usalama wakishirikiana na machifu wamenasa zaidi ya lita 500 ya pombe hiyo. Akithibitisha hilo, Isaac Sang ambaye ni kamanda wa polisi gatuzi la Isiolo amethibitisha kuwa kufuatia msako dhidi ya pombe haramu walifanikiwa kunasa lita 140 ya sukari nguru ambayo hutumika kutengeneza pombe haramu, lita 500 ya pombe aina ya ndume, akiongeza kuwa watu 24 wametiwa mbaroni kwa kujihusisha na biashara hiyo haramu. Hivi leo tumefaulu kunasa lita 140 za molasses ambayo wanatumia kutengeneza hizi pombe haramu. Tuko pia na muratina lita 100. Tuko pia na pombe aina ya ndume lita 590. Tuko pia na apparatus 30 za kutumia kutengeneza pombe haramu. Tuko pia tumearrest watu 24 kuhusiana na jambo hili la pombe haramu. Alafu tumeshika wenyeji wenye kutengeneza hii pombe watu 2 na wote total ni watu 26. Pia ningependa kuwahimiza wananchi ya kwamba hii pombe haramu inatengenezwa pia kutumia madawa za kunyunyizia mimea, insecticides. Hapa hivi tuko na insecticides aina 2 ambaye tumesikuta ya kwamba ilikuwa imechanganywa na hizi pombe, na hii ni sumu ambaye ni hatari kwa binadamu. Kwa upande wake, kamishna wa kaunti ya Isiolo Chaunga Mwachaunga amesema kuwa asasi za kiusalama imeweka mikakati madhubuti ya kupambana na aina tofauti za mihadarati ikiwemo kete ambayo hadi matumizi yake yatokomee. Tumeanza vita vikali dhidi ya bangi, mihadarati aina mbalimbali ikiwemo cocaine, ile wanaita kete, whatever name ambayo iko nayo, pamoja na chang'aa na hizi zingine zote tunatengenezwa, kwamba kuanzia siku hii ya leo moving forward tutahakikisha kama tunapigana hizi vita hadi tulete Isiolo katika hali ambayo utumiaji na uuzaji na usambazaji wa hii mihadarati na dawa za kulevya unakwisha kabisa. Hilo tumeresolve kama county security team pamoja na wale wenzetu ambao tulikuwa tuko nao. Naye Alice Mwangi ambaye ni mshirikishi wa halmashauri ya kitaifa ya kupambana na mihadarati na kada gatuzi la Isiolo ametaja kuwa matumizi ya mihadarati miongoni mwa baadhi ya vijana imesababisha madhara sihaba ikiwemo kuathiri kiakili na wengine kuacha masomo wangali wadogo. Vijana wadogo, wale ambao wako shule, wale ambao wamemaliza shule, wametumia hizi dawa za kulevya, wengine wakapata shida ya kiakili. Ukiangalia hapa Isiolo town unapata watu wengi sana ambao wamepata hiyo shida ya kiakili. Pia kuna wale ambao wame drop out of school, na hiyo imeleta uhalifu mingi sana katika hii kaunti. Langu jina ni Hussein Morangiriguyo.